Kwa hiyo sisi tunafanya kaboni ya udongo ambayo actually inapatikana kwenye majani, kwenye maeneo yenye majani. Hiyo kwetu sisi kwamba ili tuweze kufanya biashara lazima vitu viwili viwepo. Lazima mifugo iwepo na majani. Sasa kwa sababu kama mvua inanyesha, majani yatakuwepo. Na lengo la kuwepo kwa mifugo ni kwamba kadri majani yanavyozidi kukua yatazeeka, na akizeeka kama hakuna chochote cha kukata, maana yake ni kwamba ya hayatafyonza ile hewa ya kaboni. Swala la kaboni haliharibu mazingira, bali linaboresha mazingira. Kwenye siasa tuacheni siasa ibaki kama siasa, lakini kwenye mambo ya msingi tuwaeleze ukweli wananchi wetu. Kaboni mahali mazuri, ni shirika mzuri sana leo linda ardhi zetu kwa ajili ya majani akati mvua hajanyesha, lakini hamna kitu kupata shida tena, kwa maana imetunza mazingira yao kwenye ardhi yao ya malisho. Oldonyo Media, habari karibu nawe. Taarifa hii inatokea Monduli na Longido hapa mkoani Arusha. Na hii ni baada ya shirika la Soil for the Future wenye mradi wa carbon katika wilaya hizo mbili kufanya mafunzo au semina katika nyanda za malisho kule kaunti ya Kajiado nchini Kenya. Sasa baada ya mafunzo yale kufanyika kwa takriban siku 3, kama utakumbuka, Oldonyo Media hivi karibuni likuripotia taarifa kutoka kijiji cha Ilwai kata Monduli Juu wilayani Monduli kuhusu wananchi kukataa mradi wa carbon inayotekelezwa na shirika la Soil for the Future, ambapo maswali yangu yalikuwa ni hivi: mafunzo hayo ya siku 3, je, italeta mwanga wa uelewa kwa baadhi ya maeneo hasa Longido na Monduli ambao mradi huo unatekelezwa? Miongoni mwa washiriki waliohudhuria katika mafunzo hayo kule Kajiado nchini Kenya ni pamoja na wazee wa mila Laigwanak kutokea Longido na Monduli, madiwani viti maalum na madiwani wa kata kutoka wilaya zote mbili, wenye viti wa vijiji na wenye viti wa halmashauri zote mbili za Monduli na Longido. Sasa kwanza nilitamani kufahamu kwanza kaboni ni nini, inapatikana vipi kwenye nyanda za malisho na inavunwaje? Hapa nakutana na msimamizi wa mradi huu ngazi ya wilaya Monduli, ndugu Lekoko Ng'otieki, ambaye aliongozana na wadau hao hadi Kajiado nchini Kenya kwa ajili ya mafunzo. Kaboni hii inavunwa, haivunwi. Ni Mungu tu ndivyo aliyeweka taratibu huo. Kama mwanadamu yeyote yule anapopumua, anapumua hewa nzuri, anavuta hewa nzuri na kurudisha hewa chafu tunayosema ambayo ni carbon dioxide kwa lugha nyingine. Ndivyo ilivyo kwa majani. Majani hutoa oxygen ama hewa hii ambayo tunaivuta sisi, lakini yenyewe huvuta hewa hii chafu. Yenyewe hutegemea hii hewa chafu kujitengenezea chakula. Kwa hiyo majani inapovuta hii hewa chafu, yenyewe hairudishi kama mwanadamu, bali inapeleka kwenye udongo, na inapopeleka kwenye udongo unakuwa na rutuba. Na ndio maana kwa eneo ambalo kuna shamba la muda mrefu na eneo ambalo shamba limetolewa, ni shamba jipya, utaona udongo ni tofauti. Sehemu ya shamba jipya udongo unakuwa mweusi kwa sababu majani yale ya eneo lile yamevuta ile hewa ya kaboni kupeleka ardhini. Kwa hiyo namna ya kupata sasa hii hewa ya kaboni ili uweze kufanyia biashara ni kwamba utachukua udongo kidogo katika eneo lile husika. Unachukua kiganja cha mkono, unapeleka maabara, unaenda kupima, na utakapopima utaandikiwa majibu ya kwamba kiasi fulani cha kaboni kipo katika lile eneo. Kwa hiyo kinapopatikana, majibu yale ndio yatakayouzwa, yani ile karatasi yenye majibu ndio itakayouzwa. Kwa hiyo kikubwa ambacho kinafanyika, ndio maana tunasema ni biashara ya hewa ama biashara ngijabe, ni kwa sababu hakuna chenye ambacho kinauzwa chenye maana. Zaidi sana ni karatasi yenye maandishi kwamba ni kaboni tani 1000 kadhaa ndiyo iliyopatikana katika eneo hili. Baada sasa ya maelezo hayo mafupi kuhusu carbon, nageukia upande wa pili wa wananchi na viongozi waliohudhuria katika mafunzo hayo. Je, kipi walichojifunza? Kwanza, wamekiri kushuhudia uboreshaji na utunzaji wa nyanda za malisho kwenye maeneo ambao mradi wa carbon unaendelea, lakini wamesema biashara ya carbon ni ulinzi wa nyanda za malisho katika maeneo hayo. Kwa majina naitwa Onesmo niko Sokino, ni alegwana ni wa mila tarafa ya Ngarnaibo, kutoka kijiji cha Sino iliyoko tarafa ya Ngarnaibo, kata ya Ngarnaibo. Mimi kama alegwana
ni mmoja kati ya watu ambao viongozi ambao walisafiri pamoja na kampuni ya Soil kuelekea Kenya, Kajiado, kwenda kujifunza. Nimejifunza mengi, pamoja na kuwa mimi ni mmoja kati ya malaigwanani ambao nimeshiriki vikao vya Soil, lakini ndani ya kijiji na vikao pia vya nje. Na nilichokuwa natafikiria binafsi tangia biashara ilivyokuja kwanza, kwa maelezo ya mwanzo mtu unaweza usielewe kwamba ni biashara ya namna gani ambayo unaweza ukapata hela kwa hewa. Ni biashara ambayo ilikuwa ni ngumu kuelewa, lakini baada ya kuingia kwenye mafunzo nilijifunza na nikaelewa vizuri. Na nilichoenda kukuta huko, kwa sehemu kubwa mimi matarajio yangu niliamini kwamba biashara haihusiani na ardhi yetu kama wafugaji. Sikuwa nikihofia kwamba nikiingia kwenye biashara ya carbon ardhi ya wananchi wetu inaweza ikachukuliwa, lakini nilichokwenda kujifunza na ambacho nimekipenda zaidi ni ule utaratibu wa kulisha mifugo yetu kwa mpango. Hilo nimeona kwamba ni jambo zuri na nimeona manufaa makubwa ambayo wenzetu wa group ranch ya Orgulu Lilararashi wametufundisha mambo mengi, ikiwepo ni ule mpango wa malisho ambapo wamepangilia ardhi yao vizuri. Ukienda ardhi hiyo unaweza ukaona kama mifugo waliopo ni wachache, lakini baada ya kukaa nao na kutueleza nimegundua kwamba ni ardhi ambayo kwa mpangilio walioweka kuna maeneo makubwa ambayo bado yana nyasi mpaka sasa hivi. Hao bado hawajapata mvua kama sisi tulivyotangulia. Ukienda huko ni maeneo ambayo hawajapata mvua lakini wana nyasi. Ni kwa sababu ya mpango wao mzuri walioweka wa kulisha kwa mpango, wa kuweka yale maeneo kuyagawa kulingana na season za mvua. Kwa hiyo nimejifunza, lakini pia kitu kikubwa ambacho nimeona, inawaleta watu pamoja, inawaleta community pamoja kushiriki walichonacho. Kwa hiyo pia imechangia kwamba usalama wa mifugo ni mkubwa, kwa sababu hata kama eneo moja halijapata mvua, kwa wale waliopata wameweka utaratibu mzuri ambao wanaweza wakashirikiana. Lakini la pili pia ambalo nimejifunza, nimefurahi sana baada ya wao kutumia pesa zao walizopata ile asilimia ile $2 ya mwanzo, hata kutumia kununua ardhi yao ambayo ilishauzwa na watu wengine, kwa sababu ukienda upande wa Kenya kila mtu amemilikishwa ardhi yake. Lakini wao binafsi wameungana na kushikana kwa pamoja na kutoa makazi ya pamoja, yani eneo la kuishi kama kijiji, lakini wakaacha eneo lingine lote liwe sehemu ya malisho. Na kwa mtu yeyote pia ambaye atanunua ardhi kule, hawezi kulima wala kufanya biashara nyingine tofauti na ufugaji. Kwa hiyo naye atakaa pamoja na community iliyopo eneo lile, wafuge kwa pamoja. Hilo nimelipenda sana. Lakini pia wamezuia uuzaji wa ardhi, kwa sababu mtu unapopewa ardhi yako kuna wanaofikiri kuuza. Sasa kwa sababu ya huo umoja waliotengeneza na kamati zao, imelinda ile ardhi yao. Badala ya kuwa na fikra zile za kwamba ardhi inachukuliwa, nimeona kwamba mpango mzima wa biashara ya carbon inatuwekea pia usalama wa ardhi yetu. Kama wale wao wameweza kurudisha ardhi ambayo imeuzwa na baadhi yao, lakini pia na kuweka sheria ambayo mtu hawezi ukauza ardhi, hiyo pia imeleta usalama. Kwa hiyo mimi ninachoona, kwa kile wanachofikiri wenzetu kwamba ardhi inachukuliwa, nimeona kwamba ardhi inakuwa salama zaidi, kwa sababu hakuna mtu mwingine anaweza kuchepuka na kufanya biashara tofauti ndani ya ile ardhi yao. Kwa majina naitwa Koningo Namuke, mwenyekiti wa kijiji cha Enkarokachini. Natokea kitongoji cha Nangala. Kwa kweli usafiri kwangu ilinifundisha mengi sana na niliona vitu vingi. Kwanza kabisa tulisafiri kwa ajili ya tulisafirishwa na kampuni ya Soil kwa ajili ya kwenda kuangalia nyanda za malisho za sehemu za Kajiado. Tumeona mengi. Kwanza wenzetu wa Kajiado wameendelea sana, maana ukijaribu kuangalia blocks au nyanda za malisho wanazolishia, yani zinasimamiwa vizuri. Ilitutamanisha sana. Kwa hiyo tumejifunza hayo mambo mengi. Majina yangu naitwa Abraham Logole.
Ni mwenyekiti wa kijiji cha Ingaruka Juu, kata ya Ingaruka, wilaya ya Monduli. Na baada ya kufika kule, kuna mambo mengi mazuri tuliojifunza sana. Tulikuta wenzetu wafugaji wameendelea vizuri sana, ambao kampuni ya Soil for the Future walianza huko kwa muda mrefu. Tulikuta wameshanehemeka, wamenufaika, wameweza pia kuwafundisha watoto wengi na pia kuweka hela zao nyingi kwenye akaunti zao za benki, na tumekuta kiukweli wameboresha sana nyanda za malisho, kiasi kwamba kama Waswahili wanasema kuna namna ya kuwa ndege wawili kwa jiwe moja, wameweza kuwa ndege wawili kwa jiwe moja. Kwa kuboresha nyanda za malisho, mifugo wamenona, wameweza kupata soko nzuri kwa mifugo, lakini si hilo tu, wameweza kunufaika kwa upande wa hewa ukaa kupitia hizo nyanda za malisho. Na baada ya kujifunza hayo, mimi kama mwenyekiti wa kijiji cha Ingaruka Juu, ambaye na mimi pia nilikubaliana na wenzetu wa Soil for the Future kupokea huo mradi wa hewa ukaa, nitapeleka mrejesho huu wa mafunzo niliyopata kwa wanakijiji changu. Kwanza kabisa tulianza kutembelea wafugaji kuona kwamba ni changamoto gani ambazo wao wanazipata baada ya kuikubali soil. Lakini wafugaji walitupa elimu nzuri na tulipata ushuhuda kuona kwamba mifugo haijaathiriwa chochote kulingana na uvunaji wa carbon. Mimi naitwa Richard Paulo Laiza, diwani kata ya Selela, pia ni makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Monduli. Wanapokula majani wanapo nini wanasema hii, wanasemaga yani wanapotoa ile kinyesi inaposambaa kwenye mbuga zetu, kwenye malisho, inarutubisha ardhi na kupatikana carbon. Lakini pia tumekwenda kupata pia kwamba kumbe ng'ombe anapokula akitoa hewa, ile hewa wakati anakula akitoa ile hewa, hiyo pia inasababisha carbon kupatikana. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tulikuwa pia tuvielewi sana, lakini tulipoenda kule tumejifunza kwamba ili biashara ya carbon ifanikiwe ni lazima mifugo wawepo, kwa sababu wanahitaji, kwa sababu ya kurutubisha eneo, kwamba kila yani wanapokula yani tumegundua pia kwamba kama eneo halijalishwa mifugo msimu wote wa mwaka hamna carbon. Tumeenda kujifunza hiyo kwamba hamna carbon kama sehemu haijalishwa mifugo wakati wote, lakini kama itakuwa imelishwa kiangazi kidogo, masika kidogo, kwa hiyo unakuta sasa ardhi ile inalishwa kwa vipindi tofauti, carbon sasa ndio inashamili kwa ambayo kitu sasa ambayo inaenda sambamba na ufugaji wetu. Kwa jina naitwa Nambori Nabak, ni kiongozi ya mila ya kina mama wilaya Longido. Nimeenda kuangalia pale Kenya, nimeenda kufurahi zaidi. Nimemuona kwamba wale watu wa Kenya nimeshikana, amependana na niko pamoja, tunashirikiana na pamoja. Nimeenda kujifunza kwamba carbon hamna kitu ya mtu anayechukua kama ardhi. Carbon tunalinda watu wake kwenye ardhi yao ili kutoa matatizo kwenye ardhi. Carbon nimeenda kujifunza kwamba tunaenda kutoa elimu kwa watu, kwa jamii, kwenye janda la malisho. Imeonekana malisho yao iko pamoja na iko mkononi salama. Akati kupata carbon amechukuliwa, ardhi aliyochukuliwa wa Kenya kwa watu waliouza. Carbon ameenda kuchukua ile ardhi aliyouza na watu, amerudishia wenyewe, anaenda kufanyia kazi yao kama jamii. Je, hofu ya kuhusisha carbon na uuzaji wa ardhi ukoje? Kwa hiyo tulikuwa na wasiwasi, kampuni ya Soil ilipokuwa kwenye vijiji vyetu, tukapata wasiwasi mkubwa wa watu kuwa
kampuni ya Soil ni kampuni ambayo baadaye inaleta mazingira yasiyofaa kwenye malisho. Lakini baada ya kusafiri Kenya kuona nyanda za malisho kwa wenzetu, tumeona kabisa yani kampuni ya Soil ni kampuni moja nzuri ambayo inatupa faida mara mbili, mara dufu. Yani tunapata kwa nyanda za malisho, alafu huku tunanufaika kwa mambo mengi, kwa mfano watoto kusoma, watu kuajiriwa kusimamia ile nyanda za malisho. Kwa hiyo kana kwamba kabisa kwenye akilini kwangu tuliposafiri, nilichokuwa nategemea nimeenda kuiona na kuipata. Hakuna biashara ya uuzaji wa ardhi, hakuna chochote cha mtu kitakachochukuliwa na kampuni ya Soil for the Future. Yani haichukui hata hatua moja ya ardhi wala chochote, haiathiri chochote. Ni vile tu watu kutoamini na kujawa hofu na uoga, mara nyingi kutoamini. Lakini pia mimi niko tayari pia kujitoa kuzungumza na majirani na marafiki zangu, ikiwezekana tukawanufaisha wananchi ambao wametuchagua. Kwa majina naitwa Mariam Musa, diwani wa viti maalum tarafa ya Manyara katika wilaya ya Monduli. Tulikuwa tunawaza labda mifugo inaweza ikaathirika kwa namna moja ama nyingine, au tunasema kwamba tunakuja kunyang'anywa ardhi, lakini si kweli. Ardhi yetu itabaki pale pale na mifugo wataendelea kupata chakula kwa wingi, lakini kwa namna ambavyo sisi tunatakiwa tujiwekee. Namna ambavyo nimekuta ni tofauti na namna ambavyo tulivyokuwa tumetarajia sisi. Kujifunza kwamba mahali alianza na Kabo ni Kenya. Ninaenda kutangulia kwanza, nienda kuangalia kwamba ni mahali aliyofanya Kabo, kwanza naenda kujifunza huko. Hawa ni ya uongo au ni ukweli? Kufika pale mpaka si nimeangalia kwamba nimefurahi sana. Mimi kwa majina naitwa Saini Lengula Eliza, ni diwani viti maalum tarafa ya Ngaranebo, wilaya ya Longido. Kwa mimi nawaza kwamba majani yatanyauka na watachukua ardhi, lakini nilipoenda kule nimeona kitu cha tofauti, kwamba hakipo hivyo. Majani yanakuwa mengi na majani ni siku mfano mvua ikinyesha, majani yanakuwa hayaishi, ni ya kijani. Mimi nilikuwa nafikiria wakitoa hiyo hewa majani yanakufa au majani yanaisha, lakini nilipoenda kule ni tofauti, kwa sababu majani yapo kwa wingi na ni kijani kabisa. Lakini ushauri ni upi sasa baada ya wao kujifunza katika semina ile? Mmoja wa madiwani ameshauri watu kuacha kuingiza siasa katika masuala ya maendeleo ya wananchi, kwani wanawatelewesha, hususani kwa asilimia ya fedha ambacho kijiji kinapata kupitia mradi huo. Naitwa Obedi Nchipai Model, ni diwani kata ya Nondoto. Ushauri wangu kwanza ni kuwashauri wananchi wote wa wilaya Longida ambao bado hawajaingia kwenye mradi huu, ambao wana maeneo ya malisho, kwanza waingie, kwa sababu ni manufaa makubwa sana katika jamii. Lakini kwa kata yangu, kwa sababu sisi tumesha kubali kuingia na tumesha saini mikataba, ni kuwashauri tu kuendelea kuwa na imani sana na uongozi na kampuni pia, lakini pia wafuate zile taratibu ambazo zitatupa kunufaika na carbon. Maana yake tukishafuata zile taratibu tutanufaika vizuri na mradi huu wa carbon. Kwa hiyo ushauri wangu ni kuwaomba wote waitikie swala hili la carbon na tushirikiane na kampuni ya Soil for the Future katika kuboresha nyanda za malisho ili tufaidi mradi wetu vizuri wa carbon. Ushauri wangu ni kwamba kwenye siasa tuacheni siasa ibaki kama siasa, lakini kwenye mambo ya msingi tuwaeleze ukweli wananchi wetu. Kwenye mambo ya kujenga nchi tuyaache, waache viongozi walio wanataka wajenge nchi. Lakini tukiingiza siasa, hata kama unajua leo wananchi, watoto wa familia maskini wanaenda kupata elimu kwa sababu ya biashara hii, unakataa, na huko wewe una elimu, itakuwa pia unavuna dhambi. Kwa hiyo sisi hatuchagui kwamba lazima tufanye biashara na Soil. Hapana. Lakini kwa wale ambao kama Soil imetangulia na imetangulia kufika kwenye maeneo yetu na inafanya vizuri, hatakuwa na sababu kubwa ya kupingana nayo. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba tunachelewa.
tunachelewa kufikia malengo ya kufanya biashara na carbon ambayo haitupunguzii chochote wala hauleti utaratibu mpya wa sisi kiufugaji. Ndio. Hamna chochote tena anayeharibika hapa kwetu kama Kenya haijaharibika. Imeonekana kwamba aliofanya kazi wa ajira wa vijana 70 nimeenda kuangalia kwamba ardhi yetu tunaingia mahali salama kama watu wa Kenya, tukae pamoja, asigawa ardhi tena. Sisi tunatakia malisho yetu au wilaya zetu ya Longido ashikane, itakuwa kitu kimoja. Kelembu Kito sawa na diwani wa mila tarafa Longido. Matarajio yangu kuja kwa utafuta vikao hususan ya viongozi wa mila, tuambiane ukweli kwamba tulichokwenda kujifunza kule, tulienda kuwapata wafugaji wenzetu ambao na mpangilio nzuri, ili tuungane na watu wa Kajiado au watu wa Loitoktok, tuungane kwa pamoja ili na sisi tupate msingi huo, tuweze tukaboresha maeneo yetu. Mimi ni makamu mwenyekiti wa viongozi wa mila kwenye baraza. Nilichowaza kumwambia hao watu wa soil tutafute viongozi wa mila wale, tutafute wanasiasa wale wanaokwamisha shirika, ili tukae pamoja tuweze tukaangalia wale wanaodanganya watu. Bado ardhi zinauzwa, sababu ardhi huko tuliona kwamba wenzetu wametuambia kwamba hakuna ardhi inayouzwa. Na kwa bahati nzuri wale watu ni ardhi ya binafsi, hailingani na ardhi yetu. Ile ni ardhi ya binafsi, lakini wale watu wameungana wao wote bila kujali wewe au mimi, akaache eneo kwa wazi kwa kila mtu kwa ajili ya mifugo yao. Hilo lengo langu kubwa. Tukipata kikao cha malaigwanani, wakiwepo wale wastaafu, wakiwepo wanasiasa wanaokwamisha, tunafikiri kwamba tutaenda vizuri na shirika litapata nguvu ya kutoa zana ya wale watu wanadanganywa kwamba ardhi ndio inauzwa na si vinginevyo. Baadaye huku na sisi wilaya Longido tukikubali soil, mazingira ya Longido yatabadilika. Nyanda za malisho ya wilaya Longido yatabadilika kutokana na nilichoenda kujifunza kule. Baada sasa ya maoni yale, ushauri na mategemeo ya washirika wa semina ile Kajiado nchini Kenya, tunarudi tena kwa msimamizi wa mradi wa carbon kwa upande wa wilaya Monduli, Ndugule Kakong'oteke, na maswali yangu ni kama haya. Swali la kwanza, ardhi ile inayotekelezwa mradi wa carbon itabaki chini ya nani? Na je, mifugo wanaweza kuendelea na malisho wakati mradi ule unaendelea? Lakini mifugo kwa asilimia kubwa wanachangia kiasi gani cha carbon kupatikana katika eneo husika la mradi? Saba yetu ama kwenye makubaliano yetu yako wazi ya kwamba ardhi inabaki kwa miliki ya kijiji husika. Na sisi hatuhitaji hata mguu mmoja wa ardhi ya kijiji, kwa sababu hatuna chochote ambacho tunaweka kama alama kwenye kijiji husika. Tunachokifanya ni kukaa pamoja na halmashauri ya kijiji, kamati ya malisho na mikutano mikuu ya vijiji, tukikubaliana ule mpango wa ulishaji wa mifugo. Basi hiyo ndio alama kuu kwamba tunafanya biashara ya kaboni. Kwa hiyo hakuna chochote ambacho tunasema kwamba hakuna sehemu yoyote ambayo inachukuliwa kwa ardhi ya kampuni. Zaidi sana ni kwamba kinachoonyesha kwamba kijiji kiko katika biashara ya kaboni na Soil for the Future. Labda mimi nikienda kijiji fulani nimevaa nguo ya Soil for the Future, ama nimeendesha gari yenye nembo ya Soil for the Future. Hicho ndio kinachoonyesha kwamba kijiji kinafanya biashara na kampuni ya Soil for the Future. Na labda na maendeleo ya jamii, labda pesa ambazo zinapatikana wakijenga vitu kadhaa ndani ya vijiji, ndio alama itakayoonyesha kwamba kampuni ya Soil for the Future iko mahali pale. Kwa hiyo hakuna hatua hata punje ambayo itakuwa ya kampuni. Sema tu kwamba vitu kadhaa ambavyo vinahitajika ili biashara ifanyike. Vinahitajika vitu viwili vya msingi. Vinahitajika mifugo na majani, ambayo haya yote hutegemea mvua. Kama hakuna mvua, maana yake hatuna mifugo. Kama hakuna mvua, maana yake hatuna majani. Kwa hiyo kwetu sisi kwamba ili tuweze kufanya biashara lazima vitu viwili viwepo. Lazima mifugo iwepo na majani. Sasa kwa sababu kama mvua inanyesha, majani yatakuwepo. Na lengo la kuwepo kwa mifugo ni kwamba kadri majani yanavyozidi kukua,
yatazeeka, na akizeeka kama hakuna chochote cha kukata, maana yake ni kwamba hayatafyonza ile hewa ya kaboni. Kwa hiyo mifugo ni lazima iwepo ili iweze kukata yale majani yachipiwe tena, maana kadri anavyozidi kuchipua ndivyo anazidi kufyonza ile hewa ya kaboni. Kwa hiyo vitu viwili hivyo ndivyo ambavyo vinahitajika ili kaboni iweze biashara hii ya kaboni iweze kufanyika. Kwa kweli namshukuru Mungu kwa sababu tulifika kule, watu wengi ambao tulienda nao pamoja na kwa walishakubali mradi wa kaboni, lakini pengine wengine walikuwa na wasiwasi kwa sababu ya taarifa wanazozipata humu ndani ya Tanzania kwamba labda waamini Soil for the Future ni wakora, wanaambiwa maneno mengi juu ya Soil for the Future. Kwa hiyo tulipowapeleka kule wakakutana na watu ambao tunafanya nao kazi, wakarealize kwamba wakaona kwamba sisi sio wakora, tunafanya kazi ambayo inasaidia jamii, kwa sababu jamii ya kule imejaribu kuwaeleza kwamba tangu tulipopokea mradi faida gani wamesipata. Kwa hiyo kwa kweli ninamshukuru Mungu kwamba wale ambao tumeenda nao wamepata elimu kubwa na wamefurahi na wameondokana na hofu ya kwamba kampuni hii ya Soil for the Future inafanya kitu ambacho si chema. Kuna upotoshaji mwingi juu ya biashara hii ya kaboni, lakini kiuhalisia biashara ya kaboni ni biashara ambayo ni halali, biashara ambayo inafanyika katika mazingira ya wazi. Hasa sisi kampuni ya Soil for the Future tumejaribu kuwa wazi sana katika kushirikisha jamii ili angalau kuondokana na wasiwasi. Ni wasi jamii nzima ya wafugaji katika wilaya zote mbili, wilaya ya Longido na wilaya ya Monduli. Ili swala la biashara hii ya kaboni msilipuuze, lipokeni, rekebisheni pale ambapo mnaona yanahitaji kurekebishwa kwenye makaratasi zetu, halafu tufanye biashara kwa miaka hii ambao Mungu ametujalia neema ya kuwa na majani. Kwa sababu kadri hatujui kesho, hatujui mwaka kesho itakuwaje. Lakini kwa sababu mwaka jana na mwaka huu angalau tunaona majani, basi ni washauri watu angalau wapokee biashara hii, tuifanye tungali tuna majani. Tumealenga sio maeneo ya misitu, tumelenga maeneo ya nyanda za malisho yenye majani. Kwa hiyo sisi tunafanya kaboni ya udongo ambayo actually inapatikana kwenye majani, kwenye maeneo yenye majani. Kwa hiyo kwa nini tunalenga kwenye nyanda za malisho? Ni kwa sababu maeneo yenye majani ni maeneo ya nyanda za malisho. Ukisema maeneo ya mijini kuna miti ama sehemu zingine hazipo. Kwa hiyo tunalenga kwenye nyanda za malisho kwa sababu ndiyo sehemu yenye majani ya kuvuta hewa ya kaboni kwenda ardhini.